Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika ilmu al-fiziai al-Qur'an, kwa maana ilmu ya maarifa ya sayansi ya Qur'an. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, leo tutakwenda kutazama taghayyurat au taghayyuratu fiziolojia, mabadiliko ya kifizioloji, mabadiliko ya kimwili wa mwanadamu, na hasa tunasoma mabadiliko ya mwili wa mwanadamu baina rijali wa nisa, baina ya wanamume na wanawake. Lau kama watachanganyika wanamume na wanawake sehemu moja, basi miili huwa inatengeneza taghayyurat fiziolojia, kwa maana mabadiliko ya kimwili katika hali ya aina kadha. Na ndio maana katika dini tukufu ya Kiislamu ikawa imeweka shuruti, kwa maana kukawa na masharti. Hapa hitajiki kuchanganyika baina ya wanawake na wanamume. Tuelewane vizuri, kuna kukusanyika na kuchanganyika. Uislamu umekataza kuchanganyika, sio kukusanyika. Inawezekana watu wamekusanyika lakini wamekaa wanamume kwao, wanawake kwao, hiyo haina shida kwa mujibu wa dini yetu tukufu ya Kiislamu. Lakini almughalata, kuchanganyikana, mukhalata, kule kuchanganyikana wanawake kwa wanamume wote sehemu moja, ilo jambo katika dini tukufu ya Kiislamu limekatazwa. Sasa twende tukatazame kwa nini likatazwa jambo hilo. Kwa mujibu wa sayansi inasemaje? Inakubaliana na ulivyo Uislamu? Majibu ndio haya: taghayyuratu fiziolojia, kwa maana mabadiliko ya kimwili wakati wanamume na wanawake wanapokuwa wamechanganyika mahala pamoja, basi miili huwa inapita katika thalathu marhalat, inapita katika hatua tatu katika hali za aina kadha. Yani wanawake na wanamume wakichanganyika, miili yao inapita hatua ngapi? Iwe klabu, iwe itakapokuwa, basi miili huwa inapita katika hatua ngapi? Hatua ya kwanza inaitwa marhalatu raghaba. Kuna hatua ya kutamani. Lazima katika waliochanganyika watakuwa na kitu kutamaniana. Tatokea mmoja, wawili wataanza kutamaniana,
huyu atamtamani yule, yule atamtamani huyu, basi limradi kutakuwa na mabalaa ya hali ya namna hiyo. Lazima ianze marhalatu ar-raghaba, hatua ya kutamani katika mazingira kama hii. Ni hatua namba 1. Lakini baada ya hapo kuna kuja marhalatul injidhab. Baada ya kutamani inakuja hatua ya pili, hatua ya kuvutiwa. Anavocheza yule, ananivutia kweli. Alivovaa ananivutia kweli. Inaitwa marhalatul injidhab, ni hatua ya kuvutiwa. Navutiwa naye katika hali za namna hii. Hii ni marhala ya ngapi? Ya pili. Lakini marhala ya tatu, kwa maana hatua ya tatu inaitwa marhalatu taalluqi wal irtibata. Sasa ni hatua ya kutia neno na kukubaliana. Shavutiwa, sasa unakwenda, vipi hali, mambo vipi, unaonaje mimi niwe kampani yako? Kwa nini? Tumefika katika marhalatu taalluqi wal irtibata, kwa maana katika hatua sasa ya kutia neno na kukubaliana katika mazingira kama haya. Ndio maana Uislamu kwa kuwa ulibaini haya yapo, ukasema mchanganyiko wa wanawake na wanamume haram, haitakiwi kisheria, kwa sababu inaweza kuleta madhara yaliyokuwa makubwa kabisa katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri Sasa leo tutaitazama kisayansi marhalatu raghba, hatua ya kuvutiwa. Je, ukivutiwa mwili unatengeneza nini katika hali za aina kadha? Alafu katika darasa zijazo tutakwenda kutazama hatua ya kuvutiwa na hatua ya kutia neno na kukubaliana katika hali za aina kadha. Tunakwenda vizuri? Sasa hii marhala au hatua ya kuvutiwa ni nini? Hiya marhalatul ula fil hubbi. Hii ndio hatua ya mwanzo ya mapenzi. Mapenzi yanaanzia hapo, kutamani, kuvutiwa pale, yani kutamani. La, sio yani almarhalatu raghba, yani hatua ya kuvutiwa. Yani ukishavutiwa na mtu fulani, hii inaitwa marhalatul ula lilhub au fil hub, ni hatua ya mwanzo katika kufikia mambo yanaitwa mapenzi. Ndio inavyoanza hivyo. Ukishavutiwa, yani ukishatamani unavutiwa, ukishavutiwa unatia neno. Ukishatia neno yanaendelea mambo ya ajabu ajabu. Haithu yaqumu aljismu, ukiwa katika hatua hii ya nini? Arraghba, kwa maana hatua ya kutamani. Yaqumu aljismu biifrazi hormon al-ostrogena lada sayidat wa testosteron lada rijal. Katika hatua hii sasa ya kutamani, basi mwili huwa unazalisha aina ya hormone inaitwa al-ostrogena lada sayidat. Kama anayetamani ni mwanamke, amemtamani mwanamume, basi mwili wa huyu mwanamke unazalisha kwa haraka hormone inaitwa al-ostrogena katika mwili wake. Lakini kadhalika wa testosterona lada rijal. Lakini kadhalika kama anayetamani ni mwanamume, kamuona mwanamke amemtamani, basi mwili wa huyu mwanamume unazalisha aina ya hormone inayoitwa testosterone. Kwa mwanadada yeye mwili wake unazalisha hormone inaitwa al-ostrogena. Kwa mwanamume mwili wake unazalisha aina ya hormone inaitwa testosterone. Katika mazingira kama haya ni umeme hasi na chanya vikikutana, lazima mlipuko utokee tu katika mazingira kama haya. Ndio maana Uislamu ukasema kuchanganyika wanawake na wanaume haifai, haitakiwi kabisa, kwa sababu inaweza ikaleta madhara katika hali za aina kadha. Tunakwenda sawa? Sasa hadhaini hormonain, hormoni hizi za aina mbili, al-ostrogena kwa mwanamke, testosterone kwa mwanamume, hormoni za aina mbili yushiraini ash-shu'ur bishahwa
waraghbati aljinsiyati fi dimagh. Hizi homoni huwa zinaleta amsha na kumfanya mtu kuwa na matamanio, lakini kadhalika vile vile na kuvutiwa au kupendelea kufanya tendo la ndoa. Lakini haya yote yanajitengeneza wapi? Fi dimaghi, katika ubongo wa huyo ambaye tayari mwili wake umeshazalisha hormone, imma estrogen kama ni mwanamke au testosterone kama ni mwanamume. Anaanza kutengeneza picha ya tendo lenyewe ndani ya ubongo wake. Tunakwenda vizuri? Ndivyo inavyokuwa. Ukishamtamani unaanza kutengeneza picha nyingi sana katika ubongo wako, na yeye akikutamani anatengeneza picha nyingi katika ubongo wake. Siku ikiwa itakuwa hivi, itakuwa, unaanza kutengeneza vitu. Si unakwenda vizuri? Mzee Lila, tuko sawa hapo? Sasa ndio maana Uislamu ukasema al-ikhtilat baina ar-rijali wan-nisa, yani mchanganyiko baina ya wanamume na wanawake, haramun au mumtani', haifai kuchanganyika baina ya wanawake na wanamume, haifai. Tunakwenda vizuri? Asa kwa hali ya namna hii, kwa sababu ubongo utakuwa unatengeneza picha nyingi sana za mahaba, mapenzi, nitafanya hivi, nitafanya vile, itakuwa hivi, itakuwa vile, itakuwa ni hivyo, kwa sababu al-ostrogena ipo juu, testosterone ipo juu pia. Kwa hiyo unaanza kutengeneza vitu ambavyo hata vipo, wewe unatengeneza katika ubongo katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri hapa. هذا الأمر يؤدي إلى تعزيز عمل الغدد الليمفاوية المسؤولة عن عملية تنقية الدم وضخه إلى أنسية والخلايا المختلفة من أجل مد جسم الطاقة والتخلص من الإجهاد والتعب. tunasema hadha al-amru, tendo hili sasa la kuwa tayari katika ubongo wewe umeweka kitu, yuaddi ila taazizi amali al-ghudadi lamfawiya, hii itapelekea kufanya taaziz, kufanya chachu ambayo itakayopelekea katika utendaji wa tezi inaitwa lamfawiya, tezi zinazoitwa lymphoma. Hizi tezi takriban zipo tezi 600 katika mwili wa mwanadamu. Asa zinafanya taaziz, lakini miongoni mwa kazi zake almasulati an amaliyati tanqiyati dami, ni kwa ajili ya utendaji wa kusafisha damu, wadakhihi, na kuipeleka hiyo damu ila al-ansijati wal khalaya, katika tishu pamoja na organs, chembe al-mukhtalifa, zilizokuwa tofauti katika mwili wa mwanadamu. Kwa sababu gani panafanywa hivyo katika mwili wa mwanadamu? Min ajli maddil jismi bitaqa, ni kwa sababu ya kutengeneza msisimko, energy, msisimko katika mwili wa mwanadamu, ili anapomuona anayempenda apate nini? Msisimko. Na yule ambaye anayekupenda na wewe upate msisimko katika mazingira kama haya. Sasa hizi lymphoma inachofanya ni kutengeneza hormone na kupeleka katika organs na damu na katika zile chembe ili kutengeneza msisimko na umeme katika mwili wa huyo anayependa na anayependwa katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri? Ndio maana Uislamu ukasema kuchanganyika wanawake na wanamume haifai, kwa sababu italeta matatizo tu, watazaliwa watoto wengi sana wa mchanganyiko. Sawa? Lakini watakhallus min al-ijhad wa ta'ab, lakini miongoni mwa kazi ya al-ghudadu limfawiya, yani kwa maana hizi lymphoma, miongoni mwa kazi zake ni kupambana na kuondosha uchovu vile vile katika mwili wa mwanadamu. Lakini kwa kuwa tayari wewe utakuwa katika mazingira kama haya, utaumwa na mbu, na huyo ambaye unaikuwa naye mpaka saa 7 za usiku na uchoki, na yeye ataumwa na mbu vile vile mpaka saa 8 za usiku na achoki. Unajua kwa nini? Lymphoma inafanya kazi yake. Sasa ndo unakuwa katika haulali shekhe. Ukiwa kwenye mambo ya kutongoza haulali shekhe, hii ni hatari. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kila la kheri. Min jihati al-ukhra, kwa namna nyingine inakuwa hivi, indaluqui fil hubbi. Sasa mtu anapoingia katika hatua ya kwanza inaitwa marhalatu al-hubbi au marhalatu raghba, kuvutiwa, yani hatua ya kutamani.
yatimu ighlaqu nishati mintaqati at-taqyim al-mawjudat fi muqaddamati ar-ras. Hapa sasa huwa nishati inafungwa, umeme huwa unafungwa na haupelekwi katika sehemu inaitwa at-taqyim. At-taqyim ni katika sehemu ya utosi wa huyu mwanadamu. Kwa sababu hapa kwa kuwa nishati itakuwa haiendi, maana yake akili unakuwa huna katika mazingira kama haya. Kwa kuwa akili unakuwa huna, ndio pale utaona unaweza kumdanganya mwanamke na yeye akakudanganya, na wewe unakubali na yeye anakubali pia. Unamwambia nitakununulia ndege, na yeye anakiri, anaona kweli atanunuliwa ndege, wakati anakuona beskeli wewe huna. Kwa nini? Kwa sababu nishati imeshakatika kwenda katika sehemu ya at-taqyim, au sehemu ambayo tunaita an-nasiya, utosi wa huyu mwanadamu. Na wewe anakudanganya na kuambia toka nizaliwe mwanaume ni wewe tu, sijawahi kuwa na mwanaume, na wewe unaamini. Kwa nini? Kwa sababu akili ishafanyaje? Nishati haiendi tena katika sehemu ya, kutokana na zile hormone namna zilivyotoka. Sasa nishati haipo, maana yake akili unafanya vitu vya maajabu katika mazingira kama haya. Kwa hiyo unadanganywa, unakubali, unadanganya, na yeye anayedanganywa anakubali. Wallahi ni hatari sana katika mazingira kama haya. Kwa nini? Unajua, kwa sababu sehemu ya utosi ndio sehemu ambayo ina uwezo wa kutengeneza uongo, au ndio sehemu inaweza kutengeneza ukweli. Ukiona mwanadamu anaongopa, anasema uongo, basi jua palipotengeneza uongo ni mahala gani? Katika nasi, katika utosi. Na ukimwona mwanadamu anasema ukweli, jua paliposema ukweli ni mahala gani? Katika nasi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema la nasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a. Wale watu wote wenye tabia kuongopa wale, wakifa hawajatubia, Mwenyezi Mungu atawakamata kuwapeleka motoni. Watakamatwa katika sehemu ya utosi wao. Kwa nini? Allah anasema kwa sababu utosi ndio mahala ambapo anapotengeneza uongo, na mahala panapotengeneza makosa mengi sana, ni katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo al-ustrojaina ikiwa ipo katika, yani ukiwa wewe upo katika hatua hii, marhalatu raghba, hatua ya kuvutiwa, basi hapa katika taqyim huwa panakata mawasiliano ya nishati. Kwa hiyo ndio unaweza kumuona mtu anatongoza mbele za watu hana haya shekhe, mwingine anatongozwa mbele za watu hana aibu hata kidogo, tayari mawasiliano shakatika hapa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka katika sharia ya kwamba tusichanganyike na wanawake katika hali ya namna hii. Wa hadha ma yufassiru adam tatabuqi taqyimat al-aqlaniyah. Na hii kwa kuwa nishati inakosa kwenda katika sehemu ya nasi, kwa maana utosi wa huyu mwanadamu, hii ina maana kukosekana akili kwa mtu mtongozaji au anayevutiwa. Ukishavutiwa, yani ukivutiwa na mtu, akili yako inakuwa haipo sawa. Kwa mfano anawezekana akapatikana mwanamke mbaya kimaumbile, mbaya kimuonekano, lakini wewe ukivutiwa naye unaona hakuna mzuri kama huyu. Sisi tunakwenda vizuri. Na mwanamke ndio hivyo hivyo, inawezekana kamuona mwanaume haeleweki, lakini maadamu kavutiwa naye anaona hakuna mtu mzuri, ana mandhari mazuri, anapendeza kama huyu. Kwa nini? Kwa sababu hapa kuna vitu vinaitwa adamu tatabuqi taqimati al-aqlaniyah, ni kukosekana muunganiko wa kiakili kuweza kufasiri usahihi wa jambo, kwa sababu ushavutiwa katika mazingira kama haya. Hivyo tunakwenda vizuri ma tawajjuhi al-mashaa'ir wal-'atifat nahwi shakhsin ma, hasa ukishavutiwa, yani ukishakuwa umeshamtamani yule mtu namna alivyo, basi kwa hali ya namna hii itakupelekea wewe kuona mazuri tu kwake, huwezi kuona baya, huwezi kumuona kama mbaya, wewe utakuwa unamuona mzuri tu katika hali za namna hiyo. Sasa kwa Uislamu unajua hapa kuna umeme baina ya mwanamke na mwanamume, na wakigusana hawa inawezekana katoka
mlipuko uliokuwa mkubwa, basi sharia katika dini tukufu ya Kiislamu ikawa haifai kuchanganyika wanawake na wanamume. We tazama, wanapochanganyika wanawake na wanamume, ufuska unakuwa mkubwa zaidi. Nenda katika maklabu, anapiga mziki Diamond, anapiga mziki Rayvanny, sijui na wale wengine kina nani, sawa, utakuta wamechanganyika wanawake kwa. Sasa angalia uzinifu unaokwenda hapo mahala. Ndio maana miziki ikawa haramu. Miongoni mwa sababu za uharamu wake ni hizo, wanachanganyika wanawake kwa wanamume. Basi pale watongozaji ndio watatongoza hapo, kila mtu ataondoka na wake. Ni hatari sana katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri eh? Kwa hiyo kuchanganyika baina ya wanawake na wanamume kwa mujibu wa sharia haifai. Tunakwenda vizuri. Na kwa mujibu wa taaluma za kisayansi zinakiri pia kuna matatizo makubwa sana baina ya kuchanganyika wanawake na wanamume katika mazingira kama haya. Kwa hiyo kwa kuwa ilmu za sasa na zinathibitisha hilo, zimekwenda sambamba na ilmu iliyo ndani ya Qur'an, ndani ya dini tukufu ya Kiislamu, kwa mazingira kama haya tuna uwezo wa kuwapa mauidha wale wenye tabia ya kuchanganyika baina ya wanawake na wanamume kwa njia nzuri ya kisayansi na wakaelewa, na kisha baada ya hapo tunawezekana tukapunguza wimbi huu wa kuchanganyika baina ya wanawake na wanamume. Leo nenda mpirani pale, katika mpira wa Simba na Yanga, mpira sio nani na nani, utakuta pale wanawake kwa wanaume. Akishatoka pale kila mtu na wake, shekhe. Ni hatari. Sasa haifai kwa mujibu wa sharia, haifai, si jambo zuri. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Na mwisho kabisa niseme, ya Rabbi Mwenyezi Mungu tunakuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio vyanzo vya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam mwalimu, shukran sana kwa darasa zuri na tumeelewa vizuri sana. Isipokuwa mimi nina swali. Tumeona kwamba katika hatua ya kwanza kutamani, ikiwa watu watachanganyika wanawake kwa wanamume, kinaweza kutengenezeka kwa homoni ya estrogen na testosterone, homoni ambazo zinaweza zikatengeneza madhara kwa namna moja ama nyingine. Lakini swali ni kwamba ina mahusiano gani baina ya lymphoma na testosterone hormone ikiwa watu watakuwa wanakaa sehemu moja na wanaonana na wanawake siku hadi siku? Je, kuna mahusiano gani baina ya kuwa unaonana kila siku na ule mtu kuvutiwa naye ikiwa hujakaa naye karibu lakini unamuona? Baina ya testosterone hormone na lymphoma inaweza kuchangia kuzalishwa baada ya kuwa unamuona huyo mwanamke kwa kila siku au kwa wakati mwingi? Sahihi. Swali zuri sana. Kuna mtu inawezekana tunaishi naye mtaani, lakini kila ukitoka unamuona, kakuvutia, yani tendo la wewe ile kujia akili kwamba nimevutiwa nao, basi hapa panafanya kitu kinachoitwa al-ifraz testosterone. Kama ni mwanamume, mwili pale pale unaanza kutengeneza homoni ya testosterone. Ndio maana kila ukimwangalia unaona anazidi kuwa mzuri siku baada ya siku. Yuko vile vile, shekhe. Ni zile homoni ambazo tayari zishapanda kwako ndio zinachochea wewe unaona kama kazidi kuwa mzuri, kazidi kunona, hamna cha kunona wala nini. Vile vile tu alivyo. Lakini testosterone inakufanya wewe kipofu, shekhe. Kwa hiyo unaona anakuwa hivyo. Na kama ni mwanamke naye kila anavyokuona al-estrogen inafanya taazizi. Kwa hiyo atakuona unazidi kuwa mzuri siku baada ya siku, wakati sivyo. Wewe uko vile vile. Lakini kwa sababu hormone tayari shamzidi power katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo hii tunaposema katika mchanganyiko, kwa sababu mara nyingi ndio mahala mabdaul maasiya, mwanzo wa maasiya. Na ndio maana kama tungekuwa tunaishi katika nchi za Kiislamu, mwanamke hawezi kutoka hivyo akatoka kavaa nguo ya kumvutia mtu, hatoki hivyo. Lakini kwa kuwa tupo katika nchi ambazo hazina taratibu za dini ya Kiislamu, basi kupiga moyo konde ni bora zaidi.
Na kwenda kwenye michanganyiko ya wanawake na wanaume ni sawa na kutafuta matatizo wewe mwenyewe. Unayafuata yalipo, ndo maana yake katika hali za namna hiyo. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Nafikiri nitakuwa nimejibu. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.